tunaposhinda atatupokea, tutashangilia wenye mavuno. Wataka Roho Mtakatifu wako, usilete zaka kwa hazina, ukae karibu na ndipo utabarikiwa. Sileteni zaka kwa hasira, kanijaribu sana soni zangu. Saidia nafasi ya kupewa. Je, una kasara na bwana wako? Usilete zaka kwa hazina, usilete kama ulivyosema, ndipo utabarikiwa. Sileteni zaka kwa hazina, kanijaribu sana soni zangu. Kupeni mibaraka, saidia nafasi ya kupewa. Ushukuru Bwana na moyo wote, unapoleta zaka ghalani. Usadiki ahadi zake zote, ndipo utafanikiwa. Sileteni zaka kwa hasira, kanijaribu sana soni zangu. Kupeni mibaraka, saidia nafasi ya kupewa. Tuimbe nyimbo tunapoleta harani, tuimbe kabisa na furaha.
kwani tutabarikiwa. Zileteni zaka kwa hazina, kwani karibu sasa nasoni ni baraka zaidi ya nafasi ya kupewa. Mali yako sasa, Kristi, mali yako sasa, Bwana tutatoa, hatuna yaliyo yetu, yote ni vipaji. Sisi watumishi twaungama madeni, tungeituliza iliyo ya Bwana. Utusaidie upendo kujua ajili yao wote walio gizani. Neno tumaini na kutegemea, kwamba lote tufanyalo tulifanye kwako. Tunaomba. Mungu Baba wa mbinguni, tunashukuru kwa wema wako, na umekuwa kiongozi wiki nzima yote. Tena asubuhi ya leo tunashukuru kwa vile umetuongoza katika somo la kwanza wakati wa Sabbath school, na pia tumeingia katika sehemu mbalimbali kwa ajili ya ibada. Tunashukuru kwa sababu ya kazi yako ambayo wana nabii zako wameweza kuhusika kwa ajili ya utoaji. Uweze kuwabariki, ubariki kazi zao na hata familia zao, na uweze kuwapa neema ya kuweza kushiriki kila wakati, ili kazi yako iendelee na isonge mbele. Uwe nasi tutakapoenda katika sehemu nyingine, kwa sababu ya kusikiza neno lako kupitia kwa mtumishi ambaye umemteua anene kwa niaba ya mbingu. Tunaomba mapenzi yako yatendeke. Takase na neno lako ambalo ni kweli, hasa ifikapo jioni tuseme hakika tumekutana na Mungu wetu. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Kuna mandugu zetu wamekuja wakakuta tumeendelea kwa dakika moja tu kabla sijaalika yule ambaye Mungu ameona azungumze kwa niaba ya mbingu leo. Malion, tusalimu kanisa kwa niaba ya wale ambao wamekuja wakiwa wamechelewa. Happy day. Happy day. Kuzungumza nasi kupitia mwenye atakayezungumza kwa niaba ya mbingu. Kwa hivyo na mmoja tujiandae kwa yako ya kuandikia, na pia
iko mwema, sababu hii ni saa wakati Mungu anayoongea kwetu. Kwa hivyo kupitia kwa mtumishi ambaye anazungumza, kwa hivyo naomba nimkaribishe ndugu yangu ambaye atakayesimama. Kwa hivyo ndugu Amos, karibia mbele. Mungu angependa. Kwa hivyo ndugu yangu, karibu sana. Wapendwa wa Mwenyezi Mungu, Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Kabla sijapiga hatua, ningependa nimshukuru Mungu kwa ajili ya wema wake na mapenzi yake. Pili, ningependa niweze kuwakaribisha wote walioko hapa na walioko katika YouTube channel yetu ya The Watchmen of Mount Zion. Wafuatiliaji wa channel hii tunawakaribisha sana na tunawaenzi, tunawapenda na tunawaambia kwamba muendelee kufuatilia baadhi ya mafundisho ambayo tunapeperusha kupitia katika channel hii, na Mungu aweze kuwabariki sana. La tatu, ningependa niweze kuwakaribisha nyote, wakubwa kwa wadogo, wazee kwa vijana, wamama kwa wazee, katika somo hili la sermon. Ninayesimama mbele yenu siku hii ya leo ni mimi wenu Ngetich Amos, mmoja wa wajoli wa kanisa hili la Waadventista wa Sabato wana Matengenezo. Kwa hivyo karibuni sana, na kabla hatujapiga hatua, ningependa tuweze kumpigia Baba yetu wa mbinguni magoti ili tuweze kupata kibali katika somo hili tunapojiandaa. So na wakaribisheni nyote tuweze tupate ombi. Tunaomba. Baba wetu na Mungu wetu mwema, utupendaye upeo, ni masaa mengine mazuri umetuandalia na umeona ni vyema tuweze kufika masaa haya na tuweze kupata mafundisho ambayo ninakusudia niweze kuzipeleka na wana wako wa kumakini katika kusikiliza. Utusaidie sisi kama wana Matengenezo, tusaidie kama watu ambao wanajiandaa kumlaki Bwana wao. Zidi kuwa kati yetu, pia na malaika wako watakatifu wazidi kuwepo pamoja nasi, na Roho Mtakatifu aliyetumika sana katika maandishi ama katika uandishi wa Biblia na roho ya unabii ikatufae sisi katika kujifundisha haya, ili yale ambayo hatutaweza katika akili zetu za kibinadamu kukielewa iweze kutuelewesha. Tubariki zote tunapochiachia chini ya mbawa zako, chini ya nguvu zako, ili tunapoendelea kujifundisha haya tukutambue na tukujue hakika ya kwamba wewe ni Mungu, wala hapana apasaye kuabudiwa isipokuwa
umuhimu wa dunia hii, wakaitia unajisi, wakaipa dunia ikuwe na laana, ndiposa dunia, ndiposa tena umetuchagua sisi kama Waadventista wa Sabato wana matengenezo tukuwe wapeperusha nuru cha nguvu, ututakaze, tusaidie tunapoendelea kupigana na kutengeneza tabia zetu. Tunajua kwamba tunakukosea kwa namna tunavyokula, kwa namna tunavyoongea, kwa namna tunavyokwenda, ama kwa namna tunavyojihusisha na mambo yasiyofaa ya dunia hii, lakini tunakuomba msamaha Baba yetu, maana anayepaswa kuomba msamaha ni wewe. Na tunapoendelea kupigana kutengeneza karakta ama tabia zetu fanana ya mwanao, msaidie ya taabu katika dunia hii uweze kumkiti kwa ajili ya mahitaji yake. Ni hayo kwa sasa nimeweza kuomba, na ni katika jina maana tunajua ya kwamba tuko katika kipindi cha mwisho, kipindi cha lala salama, kipindi ambacho tunaangalia shetani anazidisha nguvu zake maradufu kupitia kwa wajumbe wake ama mawakala wake. Tunaangalia jinsi ambavyo ulimwengu unavyokwenda. Watu wako katika biashara zao, watu wako katika anasa zao, watu wako katika mambo ambazo yanawapendeza, lakini hata kuchukua hatua ya kuliangalia ama kulitazama ama kuchunguza neno la Mungu hawana. Na ndivyo shetani anatumia nafasi hiyo kuwatawala mioyo zao na akili zao. Shetani siku zote ameshinda katika counter attack kazi ya Mwenyezi Mungu. Tunaangalia wakati alikuwa Eden, baada ya Mungu kukamilisha uumbaji wake, akakaribu ili aweze kuharibu kazi ya Mwenyezi Mungu, na kupitia kwa ujanja wake ama hila, maana anakuja na ujanja, akaweza kumkamata mwanadamu kupitia kwa yule mama yetu wa kwanza Hawa, na baadaye laana ikaweza kuingia katika dunia, na ndivyo inaendelea tena kuila dunia. Sio kwamba shetani sasa aliacha ujanja wake, anaendelea hata katika kipindi chetu, anaendelea kupofusha watu macho, anaendelea katika kudanganya wanadamu kupitia katika familia, kupitia makanisa, kupitia hata mifumo ya shule, kupitia kazini. Shetani ameweza kumdanganya mwanadamu ili aweze kuacha makusudi yake ya kumtafuta Mungu, aweze kutafuta mafanikio ya dunia hii. Na tunajua kwamba vitu vya dunia vinapita. Mungu kupitia kwa neno lake tuambia kwamba tutaanza ufalme wake na mengine ataweza kutuzidishia. Lakini mwanadamu ameweza kugeuzwa, ameweza kudanganyika, ameweza kuingia katika zamu ya shetani ama hila za shetani, ya kwamba sasa anatafuta mali kwanza, alafu ufalme wa Mungu baadaye, kitu ambacho hakitaweza kuwezekana hata siku moja. Kwa hivyo ningependa leo tuweze kuangalia, maana nitaguzia mada kadhaa ndani ya somo hili, ambapo ni misingi shetani ameweza kuiteka na tayari amekwisha kufanikiwa kwa pakubwa. Kwa hivyo ameweza kukamilisha kazi yake, na pia tunaangalia kwamba amefanikiwa kwa pakubwa sana. Tukiangalia kitabu cha Mwanzo, baada ya Mungu kukamilisha uumbaji wake, akamweka mwanadamu awe mwangalizi ili aweze kuendeleza ile kitu ambacho yeye mwenyewe alikiumba. Shetani akapitia kule na akaweza kumfuruga
na hatimaye mwanadamu akaweza kutoka katika uhusiano mwema na Mwenyezi Mungu ama muumba wake. Hebu tuende katika kitabu cha kwanza kabisa katika somo hili, natoka katika kitabu cha Mwanzo 11. Nitaweza kusoma kitabu cha Mwanzo 11. Kitabu cha Mwanzo 11 nitasoma kuanzia aya ya kwanza mpaka aya ya 9. Inasema, nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi moja. Hiyo ilikuwa ni makusudi ya Mwenyezi Mungu, kwamba watu wakuwe na usemi moja, wakuwe na imani moja, wakuwe na makusudi moja. Watu wasikuwe watu ambao wako confused. Hawa wanaamini hivi, hawa wanaamini hivi, wale wanaamini hivi. Maana Mungu wetu hajakuwa ni Mungu ambaye amekuwa ni Mungu wa machafuko, bali ni Mungu wa amani, anayependa watu wakuwe na amani, anayependa watu wakuwe na usemi moja, anayetaka watu wakuwe na agenda moja, na anayetaka watu wakuwe na imani moja. Hajataka kukuwe na confusion. Shetani siku zote ndio tunaangalia anakuja kuvuruga kile ambacho Mungu mwenyewe amekilainisha. Aya ya pili inasema hivi: ikawa watu waliposafiri pande za mashariki, waliona nchi tambarare katika nchi ya Shinari, wakakaa huko. Wakaambiana, haya na tufanye matofali tukayachome moto. Walikuwa na matofali badala ya mawe na lami badala ya chokaa. Na mnara na kilele chake kifike mbinguni, tuifanye jina ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi yote. Bwana akashuka ili auone mji na mnara walikuwa wakiujenga wanadamu. Bwana akasema, tazama, watu hawa ni taifa moja, lugha yao ni mmoja, na haya ndiyo wanayoanza kuyafanya. Wala sasa hawatazuiliwa neno watakalokusudia kulifanya. Haya na tushuke huko, tuwachafulie usemi wao, ili wasisikilizane maneno wao kwa wao. Basi Bwana akawatawanya kutoka huko, waende usoni pa nchi yote, wakaacha kujenga mji ule. Kwa sababu hiyo jina lake likaitwa Babeli, maana hapo ndipo Bwana alipoichafua lugha ya dunia yote, na kutoka huko Bwana akatawanya waende usoni pa nchi yote. Tunajifunzisha nini katika aya hiyo ama katika sura hiyo ya 11 katika Mwanzo? Tunaangalia watu walikuwa na lengo moja. Kwanza mwanzo Mungu alikuwa amempa mwanadamu utaratibu. Wanazungumza kitu kimoja. Walikuwa wanazungumza kitu yenye walikuwa naelewana wenyewe. Hakukuwa na aliyekuwa anaongea hivi ama aliyekuwa akimpinga mwenzake. Sasa baadaye mwanadamu akaitwa na shetani, akamdanganya lazima waache mnara waifikirie mbinguni. Na kipindi chetu kuna mnara tayari unajengwa, mnara kama ule wa Babeli. Sasa Babeli ukaingia duniani. Sasa shetani akaweza kufanikiwa tena pakubwa katika kumdanganya mwanadamu, na mwanadamu akaweza kudanganyika. Tukiangalia katika kitabu hiki cha Step to Christ, sura ya kwanza aya yake ya pili, nitakwenda kusoma katika kitabu cha Step to Christ, sura ya kwanza chapter 1, ndasoma aya yake ni ya pili haraka haraka. Katika hali ya utakatifu na furaha kamili, mauti ziliingia kwa ajili ya kuharibu
amri za Mungu. Nataka upigilie mstari hapo, amri za Mungu. Taabu na mauti ziliingia kwa ajili ya kuharibu amri za Mungu. Mungu alizitoa amri zake kwa mwanadamu kwamba angeishi hivi, angeepuka majanga fulani, angeishi kwa namna ambavyo Mungu alimwamrisha mwanadamu, angeweza kukaa katika kao za salama. Lakini mwanadamu akaharibu amri za Mwenyezi Mungu, ndipo laana ikaanza kuikula dunia. Taabu na mauti ziliingia kwa ajili ya kuharibu amri za Mungu. Walakini upendo wa Mungu huonyesha hata kwa maumivu yaliyokuja kwa ajili ya dhambi. Imeandikwa kwamba Mungu alilaani ardhi kwa ajili ya mwanadamu. Mungu alilaani ardhi kwa ajili ya nini? Ya mwanadamu. Tukiangalia historia hiyo, maana tunatakiwa kuangalia historia. Hakuna kitu muhimu kama historia. Ukitaka kujua jambo fulani ilianzaje, chimbuko lake ni gani, lazima kwanza uisome historia yake. Ndipo hata unaona mwanadamu anapomaliza mwendo wake katika dunia hii, anaandikiwa kitu inaitwa eulogy. Eulogy inaanza kuanzia pale alipozaliwa, maeneo alipozaliwa, akapiga hatua, akaenda shule chekechea, akaenda primary, akaenda hivyo vyote mpaka kiwango cha elimu ambacho atakuwa amefika, na mahali ameweza kupatikana na kifo ama mahali amekutana na kifo chake ni muhimu. Sasa kama kifo cha mwanadamu ni muhimu kiasi kwamba anaandikiwa eulogy, hatupasi siku 6:16 kwamba tusimame katika njia kuu tukaulize hali ya mapito ya nini zamani, walikwenda kwa namna gani? Kwa sababu tusipouliza historia, tutakuwa ni watu ambao tutakuwa tunaenda blind. Watu ambao yani viongozi vipovu watakuwa wanaongoza washiriki ambao ni vipovu pia. Na tunaambia kwamba katika Isaya 9:16 kwamba kipofu akimuongoza kipofu mwenzake watafanya nini? Watatumbukia shimoni wote wawili. Sisi kama wana matengenezo, sisi ambao tumeweza kufumbuliwa macho, sisi tumepakwa mafuta ya macho. Tulisoma katika kitabu kile cha 2SM 45 tukaambia kwamba tuangalie jinsi ambavyo tunakwenda. Tunatakiwa kuvaa miwani ya kiroho. Tunatakiwa kupaka macho yetu na tuweze kuwa katika maisha yetu. Na kupitia kwa historia tunaangalia wana wa Israeli. Wana wa Israeli Mungu kwanza alikuwa amewateua, na wakati walienda kule utumwani ilikuwa ni maeneo ambayo Mungu alikusudia kwanza mwanadamu apelekwe kwa jangwa. Alikuwa kama enta, lakini walienda na tabia za Misri. Wakakuwa na umisri ndani ya maisha yao, wakakuwa na umisri katika ulaji wao, wakakuwa na umisri katika lifestyle yao. Mungu tena akamwambia Musa kwamba unitengenezee patakatifu ili niweze kukaa karibu na wanadamu. Kwa hivyo kitu cha kwanza Mungu aliweza kurestore sanctuary, maana kwanza katika patakatifu tunapata mpango ya ukombozi, na shetani amefanikiwa katika maeneo hayo, siko katika sanctuary. Akafungua tena, akamfundisha tena mwanadamu, akamfundisha nini? Akamfundisha Sabato. Alimfundisha Sabato wapi? Unapoangalia katika kitabu cha Kutoka 16, mwanadamu anafundishwa na Mungu mwenyewe namna ya kuitunza nini? Sabato. Tena Sabato ikarejeshwa kwa watu wa Mungu. Na akamfundisha tena mwanadamu nini? Akamfundisha tena amri zake. Tunasoma katika kitabu cha Kutoka 20. Mungu akashuka, akawapa amri zake wanadamu. Akaambia kwamba hii ndiyo katiba yangu. Kwa hivyo katiba yake ni nini? Ni amri zake. Kwa hivyo Mungu anatuongoza kupitia kwa katiba yake ambayo ndiyo amri 10,
Na ndiyo mwanadamu tumeambiwa katika kitabu cha Step to Christ kwamba mwanadamu ameharibu nini? Ameharibu amri zake. Sasa tunakuja hivyo mpaka wakati wa kipindi cha zama za giza. Tunaangalia katika kitabu cha Danieli. Ukisoma kitabu cha Danieli 7:25 tunapata kwamba kuna mtu ambaye atakuja kuazimu kubadilisha amri za Mwenyezi Mungu, ataazimu kubadilisha pia na majira. Tunapata kwamba amri za Mwenyezi Mungu zimekuwa zikipiganiwa, yani zimekuwa zikipigwa vita, maana ndio katiba ya Mwenyezi Mungu. Ili kukutoa kwa Mungu si lazima akuja kuambia usimwabudu Mungu moja kwa moja. Lazima akuja ararue katiba yake, akufiche katiba yake ili usimjue Mungu unayemwabudu ni nani. Kwa hivyo watu wakabaki katika giza, na ndipo shetani akaweza kufanikiwa tena pakubwa. Ninapiga utangulizi tu. Tuende katika kitabu cha Pambano Kuu kwa mbio, maana ninataka niweze kukava matopics kadhaa katika ndani ya somo hili. Katika sura ya pili, nuku yenyewe ama katika ile ya Kiingereza ni 41/42. Hapo mahali inaanza na juhudi za shetani. Juhudi za shetani. Nataka tukue makini, wapendwa wa Mwenyezi Mungu, tuweze kusikiliza, maana haya tunayosoma Mungu anakusudia sisi tuweze kuvisoma na kuvielewa ili tuweze kujua hila za shetani. Maana kupitia kwa kusoma, kupitia kwa kujifundisha, ndio tutaweza kujua mitego ya shetani ni gani na gani. Inasema juhudi za shetani za kuliangamiza kanisa la Kristo. Na ujue kwamba anaposema kanisa hasungumzii jengo, maana kuna watu ambao wanasema kanisa ni jengo. Kanisa si jengo. Kanisa ni jumla ya watu wanaomwabudu Mungu katika ukweli. Hawa wazishikao amri za Mwenyezi Mungu, na hilo ndilo kanisa lake. Wamejisalimisha kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo si jengo. Maana kuna wengi ambao wanapigana, mimi ni wa Seventh Day Adventist, mimi ni wa PCA, watu wanapenda madhehebu zao kuliko wanavyompenda Mwenyezi Mungu ama muumba wao. Hilo si kanisa. Itabaki kwamba ni majengo ambayo iko na kusanyiko ambalo ni ya watu ambao wameukataa ukweli. Itakuwa ni kusanyiko ambayo watu wamekataa ukweli. Licha ya kwamba ni kanisa, lakini itabaki kuwa ni kanisa ambalo limeasi. Kwa hivyo tunapoambia hapa hivi kwamba shetani amekuwa na juhudi za kuliangamiza kanisa la Kristo, anazungumzia jumla ya watu ambao wamejisalimisha kwa Kristo ukweli. Kwa nguvu zilikuwa bure. Pambano kuu ambalo kwa ajili yake wanafunzi wa Yesu walitoa maisha yao halikukoma wakati wabeba bendera hawa waaminifu walipolala katika zamu zao. Walipokufa walishinda kwa nguvu, yani kanisa la Kristo liliibua ushindi dhidi ya shetani na madanganyo yake. Walishinda kwa nguvu. Watendakazi wa Mwenyezi Mungu waliuawa, lakini kazi yake ilisonga mbele kwa udhabiti. Yani shetani anapoona kwamba hawezi akatawala mwanadamu kupitia kwa amri 10 za Mwenyezi Mungu, ameweza kuangalia kwamba ikiwa sitaweza kumtawala mwanadamu, lazima atumie kifua, lazima atumie nguvu. Kwa hivyo ikiwa watu wa Mungu wamejisalimisha kabisa kwa Mwenyezi Mungu, shetani atatumia nguvu zake. Na atatumia nguvu zake kivipi? Ataweza kutumia serikali katika kukandamiza wale ambao wamekataa kujisalimisha. Na pambano kuu ni halisi. Nasema Injili ilipenya katika majimbo yaliyokuwa hayafikiki, hata kwenye ngome za kutisha za Rumi. Mkristo mmoja alisema alipokuwa akilalamikia watawala wapagani waliokuwa wakihimiza kuendeleza mateso, mnaweza kutuua au kututesa au hata
udhalimu wenu ni ushahidi kwamba hatuna hatia, wala ukatili wenu hausaidii. Ulikuwa ni mwaliko mkubwa zaidi ya kuwaleta wengine kwenye imani yao. Kadiri wanavyozidi kutufyeka, ndivyo tunavyozidi kuongezeka, na damu ya Wakristo ni mbegu. Wakati shetani ametumia nguvu sasa kuwaweza wale ambao wamekataa kujisalimisha moja kwa moja kwake, alipoangalia akaona kitu ambacho, yani silaha mojawapo ya shetani ya kumuua mwanadamu ni kuweza kumnyang'anya ukweli, atakuwa amekumaliza. Hebu tuangalie sasa katika Biblia. Sisi tumejaa kwa misingi ya mitume na kina nani? Na manabii. Sisi imani yetu tunatakiwa kuchunguza, je, manabii walikuwa nayo? Manabii kuiga imani yao? Sawa kabisa. Tunatakiwa kuangalia mitume nao. Kristo alipokuja, aliposaliwa, yake alipokuwa akiishi kama mwanadamu, alipokuwa akiishi kama njia na imani gani? Hebu tufungue kitabu cha Waefeso. Kila mtu aweze kwenda katika kitabu hicho, maana tuko katika ibada. Tufungue kitabu cha Waefeso 4. Waefeso 4. Waefeso yake ni ya 13. Waefeso 4:13 inasema, hata na sisi sote tutakapoufikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufikia kwenye timilio. Maombi ya Mwenyezi Mungu ni kwamba watu wakuwe na imani moja, waufikiria umoja katika imani, umoja katika ajenda moja, imani katika Kristo. Hiyo ndio kusudi la Mwenyezi Mungu. Twende sasa katika kitabu hicho cha Waefeso. Waefeso 4. Waefeso 4 aya yake ni ya nitaweza kuanza katika 4 pia. Inasema mwili mmoja. Tunasoma kitabu cha Waefeso 4:4. Nitasoma mpaka 6. Inasema hivi: mwili mmoja, roho mmoja, kama mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu. Aya ya 5. Bwana mmoja, imani mmoja, upendo mmoja, Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Biblia imeongea. Tumepata kwamba ndani ya Biblia kuna imani mmoja. Hiyo sisi na imani, kuimarika katika imani hiyo, upatizo mmoja, pia Bwana mmoja na Mungu mmoja. Shetani akaweza kuja kuangalia. Tuliweza kusoma katika kitabu cha Roho ya Unabii, tukapata kwamba shetani ni a good Bible scholar. Yeye anasoma Biblia sana na anazifahamu, amezimudu maandiko kuliko hata jinsi ambavyo sisi tumemudu wenyewe. Amesoma maandiko, ni kiumbe ambacho amekuwa tangu zamani, na anajua kile ambacho kile ambacho Mwenyezi Mungu alikiandika. Kwa hivyo anajua ndani ya Biblia mwanadamu ameambiwa kwamba akuwe na imani moja, akuwe na Bwana mmoja ambaye ndiye Yesu Kristo, na akuwe ni Mungu, wakuwe na Mungu mmoja, wasikuwe na miungu mengine. Kwa hivyo anajua akikuondoa katika utaratibu ambaye Mungu mwenyewe ameuweka katika hali ya mwanadamu kumwabudu, atakuwa amekuweza. Sasa
kupitia kwa kanisa. Sasa tuangalie, maana tulikuwa tunaangalia historia, tunaangalia katika zama za giza, tumeangalia yule mpinga Kristo aliyetabiriwa na Danieli ya kwamba atakuja kubadilisha majira na sheria katika kitabu cha Danieli 7:25. Unaweza kuandika alafu uende ukakitazame kitabu hicho. Shetani wakati aliangalia kwamba wanadamu wameelekezwa pazuri na Mwenyezi Mungu, aliwake na akaweza kuwadanganya wanaweza kutoka, na ndivyo kwamba aliweza kuandama wale ambao walikataa moja kwa moja kujisalimisha kwa Shetani, na ndipo akaweza kuwaua. Aliwaua wakati gani? Wakati wa zama za giza, wakati utawala wa Kirumi. Maana tunajua kwamba we are living in the fourth kingdom, the Roman kingdom. Maana kuna haya kingdoms ambazo zilikuwa, ya kwanza Babeli, alafu ya pili ya Medo-Pasha, alafu ya Kigiriki, ya mwisho ya Kirumi. Tunaangalia kwamba sisi kipindi chetu na kipindi ambacho Kristo alizaliwa na ni kipindi Kristo atakaporudi tena ataikuta ni kingdom ya Rumi. Kwa hivyo utawala wa Kirumi ndivyo iliweza kutumika na Shetani ili waweze kuwakandamiza wale ambao wanajiita wa Kristo. Na ndio unaona katika kitabu cha Waebrania 11:36 inasema kwamba watu walikatwa misumeno, waliuawa kwa upanga. Aliwaua kwa sababu gani? Kwa sababu walikataa kujisalimisha kwa Shetani. Sasa akatumia ujanja, akaona wacha aweze kuwaungana nao, akaingia wakasema kwamba lazima tuweze kukua wa Kristo ili tuweze kuwaweza wa Kristo. Akatuweka bendera kwa wapi? Hebu tuangalie kitabu, si maneno yangu, katika kitabu hiki cha Pambano Kuu sura ya pili, katika sura ya pili hiyo tuliyokuwa tukiangalia katika kitabu hiki cha Pambano Kuu. Katika the next page tulisoma 33, tusome sasa 34. Ya kwanza kabisa kule juu inasema, kwa hiyo Shetani aliweka mipango yake ya kupigana na ufanisi zaidi na serikali ya Mungu kwa kusimamisha bendera yake katika kanisa la Kikristo. Shetani sasa akaungana na Wakristo, akaingia ndani ya kanisa. Kwa hivyo ndugu zangu, tusiangalie ati Shetani ako kule kwenye bar, ati ako kule kwenye Freemason, sijui ako kule Illuminati. Hayuko kule, ako ndani ya kanisa. Tumeambiwa ya kwamba ako ndani ya kanisa akimnong'onezea kila Mkristo yule wa ukweli, maana anajua ya kwamba lazima aweze kututoa katika kumwabudu. Vita hapa ni ibada. Shetani anataka kupelekewa ibada, Mungu naye anataka kupelekewa ibada. Sasa ili Shetani aweze kupelekewa ibada, aweze kupelekewa ibada moja kwa moja, maana anajua kwamba mwanadamu kitu cha kwanza amefundishwa kumchukia Shetani. Kwa hivyo anavyoingia kwetu, anakuja na ujanja, anakuja akipendua maandiko kupitia kwa mawakala wake, kupitia kwa watu ambao wanajiita maminister, watu ambao wanajiita wachungaji, ndio wanatumika na Shetani pakubwa katika kudanganya washiriki. Mnaangalia sasa, wakati Shetani aliungana na Wakristo, aliacha kuua moja kwa moja, aliacha kuua na kukata kichwa. Sasa akaanza kuua watu spiritually, inaitwa sasa spiritual death. Sasa akaleta kifo cha kiroho, anakuua, lakini anakuua si kwa upanga, lakini anakuua kiroho. Kivipi? Akaanza kuleta mageuzi. Ukweli vile ilitabiriwa, wakaanza kubadilisha siku ya ibada. Ukumbuke ya kwamba ibada ni muhimu kwa Mwenyezi Mungu, na ibada pia ni muhimu kwa Shetani, kwa sababu isipokuwa ni kwa ibada hautajua kwamba unaelekea wapi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anataka ibada kutoka kwetu, na Shetani pia kupitia kwa ujanja anataka nini? Maana alisema kwamba makusudi yake lazima aweze pia kufanya nini? Lazima pia aweze kuabudiwa. Akaingia kwa Wakristo. Sasa yule Mungu mmoja, maana kwanza Waebrania wa zamani walitakiwa waweze kufundisha watoto wao jinsi ambavyo wanamjua Mungu. Wapi? Katika kitabu cha Kumbukumbu la Taurati. Hebu tusome kitabu cha Kumbukumbu la Taurati 6 aya yake ni 4. 6 aya yake ni 4. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Taurati inasema hivi: sikiza, Israeli, Bwana Mungu wetu,
Bwana ndiye mmoja. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako, nawe uwafundishe watoto wako. Ilikuwa ni sharti wazazi wafundishe watoto wao Mungu mmoja ni nani. Maana amesema, sikiliza Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana ndiye mmoja. Huyu Mungu mmoja tunatakiwa kuwafundisha hawa. Shetani akajua kwamba kwa sababu Mungu amesema wafundishwe, akakuja akavuruga ukweli ya Mungu ni gani. Akakuja sasa na kubuni vitu zake. Sasa nataka tuweze kuangalia Shetani jinsi ambavyo ametugua. Hiki ni kitabu cha Catechism. Tunasoma katika kitabu cha Catechism ukurasa wa 16. Tuangalie jinsi ambavyo Shetani amefanikiwa kumuua Mkristo, si kwa kukata kwa panga, lakini kwa sababu kupitia kwa mafundisho ameweza kumuua nani? Ameweza kumuua Mkristo. Katika kitabu hiki 16 inasema yani heading yake ni Utatu Mtakatifu. Nitaguzia tu baadhi ya mambo, maana niko hapa kufundisha kile ambacho Shetani amekuja kuchakachua, amekuja kumpofusha mwanadamu. Watu wamebaki wakifanya ibada, watu wamebaki wakiimba, watu wamebaki wakifanya shughuli za kikanisa, lakini imani ilienda. Ni wafu wanaotembea, wamebaki kwamba ni wafu ambao wanatembea. Walishauliwa na Shetani, lakini hawajui ya kwamba wamesha kufa. Fumbo kute ni fumbo la Utatu nini? Mtakatifu. Tunaamini kwamba Mungu Baba ni Mungu, Mungu Mwana ni Mungu, na Mungu Roho Mtakatifu ni nani? Ni Mungu. Kwanza unaangalia katika Mungu Baba ni Mungu, Mungu Mwana ni Mungu, Mungu Roho Mtakatifu ni Mungu. Yote ni Mungu, Mungu, Mungu. Kwanza hapo tunapata miungu wangapi? Watatu. Na umesikiliza amesema, sikiliza Israeli, Bwana Mungu wetu ndiye Bwana mmoja, only one God. Akasema kwamba wala si watatu. Sasa hii ni ushirikina ya hali ya juu. Sasa anataka kuwaunganisha hawa watatu wakuwe mmoja. Kwa hivyo kusema Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu wanaunda Mungu mmoja. Hiyo si uchawi hiyo? Yaani ukuwe sasa wewe ni wewe, lakini ndani yako kuna nafsi tatu. Sasa utakuwa unafananaje? Hiyo ni uchawi kwanza, hiyo ni ushirikina ya hali ya juu. Ni fumba ambalo sisi wenyewe hatulielewi kabisa. Tunaamini hivyo kwa sababu ni Mungu mwenyewe alituambia. Hiyo ni uongo. Sasa watu wakaweza kuuliwa kiroho. Sasa ngoja usikilize maajabu, alafu uniambie. Mungu ni mkuu kweli kweli, na Mungu hawezi akadhihakiwa hata siku moja. Nataka uangalie katika kitabu hiki cha Catechism. Sasa hiki ni ndogo. Nataka ufanye hivi, maana Wakristo wa ukweli haswa wana matengenezo. Ikiwa kweli hauchezei imani yako, ikiwa kweli una ari ama kuna hamu ya kufika mbinguni, kumfikia Mwenyezi Mungu, lazima kweli uweze kusoma. Uangalie hii kitu ambacho kimetajwa, je, ni ukweli? Mimi ningekuwa wewe ningeenda niangalie. Je, utatu ni fundisho la kibiblia? Itakuletea. Na uombe Roho wa Mungu sana aweze kukuongoza, maana usipofanya hivyo utaendelea kukufa kiroho. Sasa katika hiki kitabu ni kitabu ndogo ya Catechism. Sasa kunakuwa na kitabu kubwa ambaye sasa inaelezea, maana kwanza anaelezea jambo ya kwamba sisi tulifanya hivi na tulifanya wakati fulani na ikaendelea hivi. Sasa ninakusomea katika kitabu kubwa sasa ya Catechism. Sijabeba hapa maana ninaendelea kukitafuta kitabu hicho. Anasema hivi, niliipiga tu picha kwa sababu nilikuta mahali nikaipiga picha. Nilikuwa ni ya mtu. Sasa katika ukurasa wa 87 ni vizuri kuarifa isikuwe kwamba ninasoma vitu za katika Catechism kubwa page 87 inaongelea mambo ya Utatu Mtakatifu. Inasema hivi, Utatu Mtakatifu katika mafundisho ya imani. Anasema hivi, kuundwa kwa dogma
fundisho la utatu. Kwanza nini inakuja ndani ya akili yako kusikiliza kwamba kuundwa kwa dogma ya utatu ni nini inakuja? Ni kitu cha kufanya nini? Imeundwa. Sasa Mungu wetu anaundwa kweli? Mungu wetu anaungwa. Mungu wetu anaumbwa kama sambuza. Mungu wetu anatengenezwa na wanadamu. Haiwezi ikaundwa. Sasa anasema kwamba kuundwa kwa dogma, fundisho la utatu. Anasema ukweli ulifunuliwa wa utatu mtakatifu umekuwa vyanzo vya mizizi ya imani ya kanisa katika kanisa la Kristo kwa njia ya ubatizo. Alafu hapo chini yake anasema kuhusu uundwaji wa mafundisho ndani ya bracket dogma ya utatu. Yani wanaunda kabisa, yani walikaa chini. Hii ni kikao. Yani watu mwanadamu kama mimi na wewe waliitana mkutano. Wakasema leo tunaenda kwa kikao na tunatengeneza Mungu. Hiyo si hatari? Hilo ni hatari sana. Anasema hivi, kanisa ilipaswa kukuza maneno yake ya kiterminolojia kwa msaada wa maneno yatakayotokana na substantia, yani uamo ya persona ama nafsi ndani ya muungano wa asili ya mbalimbali ya kimungu. Sasa unaona hapo ndivyo Mungu wa utatu alianza kutengenezwa. Sasa nikikuuliza swali, maana tumesikia kwamba shetani amekuja kuitweka bendera yake ndani ya kanisa la Kristo. Kitu cha kwanza, anapoungana na mwanadamu katika ibada, si eti kwamba shetani amepatizwa amekuwa Mkristo sasa. La hasha, si hivyo. Shetani sasa misheni yake ndani ya kanisa si kumwabudu Mwenyezi Mungu. Misheni yake ni kuconvert wanaomwabudu Mwenyezi Mungu waweze kupeleka ibada kwa mwingine asiyekuwa Mungu muumbaji. Sasa wakamtoa mwanadamu ndani ya kuabudu Mwenyezi Mungu na akaanza kumtengenezea Mungu, lakini ndani ya nini? Ndani ya kanisa. Na akasema kwamba huyu ndiye mtakayekuwa mnamwabudu. Sasa akatumia terminolojia, akatumia ya kwamba bora Baba, na akaangalia ndani ya Biblia kuna Yesu ambaye ni mwana wa Mungu, na akaangalia tena ndani ya Biblia kwamba kuna Roho Mtakatifu ni Roho wa Mungu ama Roho wa Kristo. Akaona sasa ili niweze kumteka mwanadamu lazima kwanza nitengeneze kitu kutokana na kitu ambacho ninakiona ndani ya Biblia. Kwa hivyo analeta mfanano. Unajua shetani analeta kitu ambacho kinakaribiana na ukweli. Unajua hila ni kitu ambacho unadanganywa, kwa sababu unapoenda kule town kuna watu ambao wanacheza karata. Kuna watu ambao wanaleta kitu ambacho kinafanana kabisa. Ukiletewa hivi unaona zinafanana. Hata katika biashara, ujai nunua kitu kibovu ukidhani kwamba ni original. Si ushanunua ama ushaiona? Hata pesa usipokuwa makini utakuta kwamba unapewa pesa ambazo ni bandia, ambacho si original, ukidhani kwamba ni original, kumbe ni bandia. Sasa shetani analeta kitu kifananacho na ukweli. Sasa ndani ya Biblia tuangalie Mwenyezi Mungu, je, yeye ni watatu ama ni mmoja? Kwanza shetani anatumia maandiko katika kutetea nini? Katika kutetea Mungu aliyeunda kupitia kwa vikao vya Nicea. Kwa sababu iliundwa katika 325 AD wakati wa Council of Nicea. Nikea ama Nicea. Mnamo 325 AD wakati Kristo alikuwa ashaenda. Sasa anatumia maandiko kama gani? 28:19 Matthew. Anasema nini? Anasema hivi katika 28:19 kwamba Yesu, kwanza wacha nianze 18. Anasema Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanya mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwapatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru, na kutazama mimi niwapo pamoja nanyi
siku zote hata ukamilifu wa dahari. Hili fungu mara kwa mara huwa linatumika na watu ambao wanatetea kwamba Mungu wetu ni Mungu wa utatu, na ndio anasema kwamba 28:19 ama 28:19 ina support Mungu wa utatu. Lakini tunapoangalia kwamba amesema enendeni mkawapatise kwa nini? Kwa jina la Baba na Mwana na nini? Na Roho Mtakatifu. Lakini dogma iliyoundwa na wa Roma inasema kwamba Mungu anaundwa na wangapi? Yaani Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu ndiye Mungu mmoja. Sasa hapo imesema kwamba ni Mungu mmoja. Hapo kwanza hatukatai sisi tunaopinga utatu kwamba Mungu tunaamini kwamba ni mmoja, na kuna mwanae Yesu Kristo, na kuna roho wake ambaye ni roho nini? Roho Mtakatifu. Lakini wanaokubali utatu mtakatifu wanakubali Mungu ambaye alitengenezwa. Maana tumeangalia katika ushahidi kwamba alitengenezwa, aliundwa. Yaani watu walikaa chini wakasema kwamba tunatengeneza Mungu, tunatengeneza dogma, wakatengeneza doctrine ya the Trinity doctrine ambaye ni kazi ya mikono ya mwanadamu. Sasa mwanadamu ametolewa katika kumwabudu Mungu wa ukweli, wakatolewa wakaaminishwa utatu, wakizingiziwa kwamba inasapotiwa na nini? Na maandiko matakatifu ambaye sasa sisi tunaviamini. Sikiliza, tuende katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza. Ni baadhi ya maandiko ambayo tumevizoea, lakini ni vizuri tuweze kujifundisha mara kwa mara kwa ajili ya watoto wetu, maana tumeambia kwamba lazima tuwafundishe watoto wetu nini? Mungu mmoja ni nani? Si ni kweli? Sasa katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza 8 ninaanza 5. Nataka usikilize, nitasoma kwa makini sana. Na nataka pia wewe msikilizaji uweze kuwa makini. Ufuatiliaye kwa mtandao na wale ambao mnafuatilia hapa, inasema kwamba kwa maana ijapokuwa kuna waitwao miungu, kumbe kuna wengine wanaoitwa miungu. Hata katika Biblia tunapata kwamba kulikuwa na miungu kama Ashera, kulikuwa na miungu kama Baali, kuna miungu kama Diana ama Artemi. Hivyo ni miungu. Kuna miungu pia ambayo wanadamu wanachonga. Kwa hivyo kuna miungu mingine. Sikiliza. Sasa Paulo hapa anapoandika analeta distinction, analeta kitu kinaitwa distinction, analeta separation kati ya wanaoabudu wasichokijua na wale ambao wanaabudu wakijuajo. Anasema hivi, kwa maana ijapokuwa wako waitwao miungu ama mbinguni ama duniani, kama vile walivyoko miungu mingi na mabwana wengi, lakini kwetu sisi Mungu ni ngapi? Ni mmoja tu. Aliye nani? Ati aliye nani? Aliye Baba, si ndio? Aliye Baba ambaye vitu vyote vimetoka kwake nasi tunaishi kwake. Yuko na Bwana mmoja. Ni nani huyu ambaye ako na Bwana mmoja? No, nataka usikilize kwa makini. Ni nani huyu ambaye ako na Bwana mmoja? Ni Baba, si ndio? Kwa hivyo huyu Baba ako na Bwana mmoja. Nani huyo? Yesu Kristo, si ndio? Bwana mmoja ambaye ni nani? Yesu Kristo, ambaye kwake vitu vyote vimekuwapo na sisi kwa yeye huyo. Sikiliza sasa, aya ya 7 nateremka. Nimesema sikilize kwa makini. Bali huu kuna ujuzi kumjua. Hii ni siri, maana watu wengi hawajafunuliwa haya. Shetani amewafumba macho. Shetani amefanikiwa kuwafumba macho. Anasema bali ujuzi huu haumo ndani ya watu wote, ila wengine kwa kuizoelea ile sanamu hata sasa hula kana kwamba ni kitu kilichotolewa sadaka kwa sanamu, na dhamiri zao kwa kuwa dhaifu unajisika. Sasa ujuzi wa kumjua Mungu mmoja haiko kwa watu wengi. Ujuzi huu haupatikani kwa watu wengi. Ni wachache wanaokubali kuongozwa na mwongozo wa Biblia na roho ya unabii. Lakini wale ambao wanaongozwa na wachungaji wao, wale wanaoongozwa na dhamiri zao,
wale ambao wanaongozwa na tamaa zao hawawezi wakajua ukweli huu hata siku moja. Sasa Yesu Kristo ambaye tumeambiwa, tunatakiwa kuangalia Yesu Kristo mwenyewe alipokuwa duniani alisema kwamba Mungu mwenyewe ako na nafsi ndani yake, naye ako na nafsi ndani ya nafsi ndani yake. Na nilifurahi sana wakati mwalimu aliweza kutoa kitabu cha Pambano Kuu, akaweza kutupa katika kile kitabu cha Pambano Kuu, akatuonyesha jinsi ambavyo Kristo na Baba yake walivyo na umoja. Na wana utatu nao wanasema kwamba katika Biblia kupitia kwa hila za shetani Yesu Kristo alisema ya kwamba nini? Alisema kwamba mimi na Baba tu umoja. Shetani akatumia aya hiyo ya kwamba si unaona Mungu na Baba wako nini? Wako na moja, yani wako na umoja. Lakini wakageuza akasema Mungu na Baba ni mmoja. Sasa anaungwa ili kutengeneza Mungu mmoja. Sasa sijui ni Mungu ambaye atapatikana kivipi na anafananaje? Maana Mungu wetu tunajua kwamba ni Mungu ambaye ni nafsi moja na ako na Bwana mmoja. Hebu tuweze kuangalia sasa Kristo. Kama imani yetu sisi wa Kristo tunatakiwa kujua Kristo, maana tunaambiwa katika kitabu cha Ufunuo kwamba nini? Katika kitabu cha Yohana Injili 17:3 inasema kwamba na uzima wa milele ndio huu, wakujue nani? Wakujue nani? Mungu wa pekee. Ukisikiliza wa pekee, is there kuna mwingine wanatoshana? Kuna mwingine wanafanana? Sasa tukiangalia hapa tunaangalia kwamba Mungu ni mmoja, ako na mwana na haki ya kutumia kile ambacho Mungu Baba anafanya nini? Anatoa kwake, maana amevirithi vyote. Tumeangalia katika 28:19 kwamba amepewa mamlaka yeye, kwa sababu ni mwana wa Mungu amepewa nini? Mamlaka. Kwa hivyo ako express image ya Baba, lakini haimaanishi kwamba yeye na Baba ni kitu kimoja, yani ni one God hivi. Ina maana kwamba huyu ni Baba na huyu ni nani? Ni Mwana. Ndipo unaona kwamba wakati wa mpango ya ukombozi Baba alimtuma Mwana akuwe nini? Tuangalie katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, tusikuwe confused, tutumieni akili kama ipasavyo. Sasa katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana katika waraka wa kwanza wa Yohana 4:13 hili tunamuya ndani yake naye ndani yetu, kwa kuwa ametushirikisha nini? Roho wake. Sasa unaposikiliza kwamba Mungu ametushirikisha roho wake, kwanza huyu Mungu ambaye anatushirikisha roho wake, tusikuwe confused, ni nani? Ni Yesu ama Mungu Baba? Baba, sio? Kwa hivyo yeye ndio chanzo cha kila kitu, chanzo cha roho. Roho iliyo ndani ya Kristo imetoka kwa Baba. Roho iliyo ndani ya washiriki imetoka kwa nani? Imetoka kwa Mungu Baba, kwa sababu anapewa Kristo naye anatupa. Katika 14 inasema, nasi tumeona na kushuhudia ya kuwa Baba amemtuma Mwana kuwa mwokozi wa ulimwengu. Kila akirie ya kuwa Yesu ni mwana wa Mungu, kila akirie ya kuwa Yesu ni mwana wa Mungu, Mungu hukaa ndani yake naye ndani ya Mungu. Sasa hebu tuangalie maandiko matakatifu yanatuambia kwamba kila akirie ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, Mungu anakaa ndani yake automatic. Na asiyekiri ujua kwamba huna Mungu. Sasa shetani akatumia hiyo, akageuza, akasema sasa mwana wa Mungu hata naweza sema kwamba ni Mungu mwana. Kwa hivyo nafsi moja ya utatu ni Mungu mwana. Kwa hivyo Mungu mwana na mwana wa Mungu si kitu kimoja. Amekutoa katika kuamini ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, akakuaminisha kwamba yeye ni Mungu mwana.
na akasema kwamba wanatoshana, they are co-equal, co-eternal, yani wanatoshana. Sasa wanaotoshana si ni twins, yani they are twins, yani wanafanana, power zinatoshana, lakini tunajua kwamba babu mimi. Kwa hivyo anajinyenyekesha, ako chini ya nani? Ako chini ya Mwenyezi Mungu. Paulo akaandika akasema kwamba kichwa cha kila mwanaume ni nani? Ni Kristo, naye Mungu ndiye kichwa cha nani? Kristo. Kwa hivyo Kristo ako chini ya Mwenyezi Mungu, nasi tuko chini ya Kristo, si ndio? Sasa hiyo ni hierarchy, lakini Trinity inaleta usawa, yani wanafanana, huyu na huyu na huyu, wote ni sawa. Sasa tuabudu nani? Wanaunganisha yote, wanasema kwamba ni Mungu mmoja. Sasa ikiwa wameunganishwa, hata kwa akili zetu zenye tunatumia kabisa kutafuna chakula, tunaangalia ni watu watatu wanaofanana, wanaundaje kitu kimoja? Tunaye Jackson na Robert sasa wametengeneza Mungu ambaye ni sanamu. Sasa wameleta kitu ambacho ni chukizo kwa Mwenyezi Mungu, na akaweza kutoa, anatumia hila zake katika kupitia kwenye maandiko, anapendua maandiko. Kazi ya shetani, yani alijaribu kumdanganya Bwana wetu Yesu Kristo kwamba ataweza kumpatia vyote ikiwa ataanguka kufanya nini? Kumsujudia. Kwa hivyo kiroho. Kwa hivyo haui jinsi ambavyo alikuwa anaua zamani. Sasa anaua kwa nini? Kwa kisiri, kupitia kwa mafundisho mapotovu yanayoongozwa kutoka katika kanisa ambalo watu wanalipenda sana la Kirumi pale Vatican. Sasa nikiweza jukumu niweze kuwauliza, sisi tumeambia kwamba imani yetu ni kukiri ya kwamba Yesu Kristo ni nani? Mwana wa Mungu. Naye mpinga Kristo anakuja, anaziyeyusha sasa nafsi ya Mwenyezi Mungu na wa mwana wake Yesu Kristo, wanaunganisha na wanaongeza kingine. Wanasema kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu. Sasa ni nafsi. Sasa tunashindwa kwamba roho wa mwanadamu anaweza kuwa na nafsi nyingine, yani mwanadamu akuwe na nafsi nyingine kando na nafsi yake mwenyewe. Haiwezekani, ni jambo ambalo haliwezekani. Roho wa Mungu inabaki kuwa ni roho wa Mungu, ni glory of God. Ningekuwa na nafasi tutakuwa tunajifundisha haya na mengine mengi. Tunaleta distinction. Yesu Kristo ana nafsi ndani yake, Baba ana nafsi ndani yake. Roho Mtakatifu ni roho wa Baba na roho wa Kristo, maana ni roho mmoja. Chanzo chake zinatoka kwa Baba, maana Baba amemgawia mwana, naye mwana anatugawia. Na ndio unaona wakati wa Pentekoste Yesu alisema kwamba nisipoenda kwa Baba, ina maana huyo msaidizi hata wajilia ninyi. Kwa hivyo ilibidi kwanza aende Yesu mwenyewe akuwe glorified kule makao makuu ya mbinguni, akuwe glorified, atume roho wao ili aweze kuja kutupa nguvu tuweze kufanya kazi yake. Na ndio unaona inatujilia juu yetu. Kwa hivyo ni power of God. Sasa the glory of God, Roho Mtakatifu ni nguvu za Baba na nguvu za Kristo, ni roho wa Kristo na roho wa nani? Na roho wa Mungu. Lakini sasa shetani amekuja kutengeneza nafsi nyingine ambacho ni najisi sana, kitu ambacho hakijafundishwa ndani ya Biblia. Na tunaangalia kwamba shetani ameweza kufanikiwa pakubwa. Sasa akafanikiwa kumuondoa mwanadamu katika kumwabudu Mungu mmoja. Maana amri ya kwanza inasema usio na nini? Usio na miungu mingine ila mimi, si ila sisi, sio ila sisi. Ufunuo Yohana naye 14:6 inasema kwamba mcheni Mungu na kumtukuza yeye, maana saa ya hukumu yake
imekuja si mcheni Mungu na kuwatukuza wao, ni yeye, si ndio? Kwa hivyo tunazungumzia Mungu mmoja, lakini sasa dunia sasa imezama kwa sababu watu wamekataa kusoma Biblia, watu wamekataa roho ya unabii, watu wamekataa kujiachilia kwa Mwenyezi Mungu. Sasa wamebaki wakidanganywa na kudanganyika kabisa, wakizama na kuingia ndani kabisa katika udanganyifu wa shetani. Sasa akamtoa mwanadamu katika amri ya kwanza na akaruka tena katika amri ya 4, akasema kwamba unaweza hata ukaabudu siku yoyote. Akatengeneza siku ya kwanza ya juma kama ibada wakati wa zama za giza. Kwa hivyo nimewambia shetani haendi mbali, mahali Mwenyezi Mungu wako naye ako hapo hapo, anajaribu kuvuna kutoka kwa mazao ya Mwenyezi Mungu. Mungu ana Mwenyezi Mungu. Sasa ngano na magugu yanaanza kuchanganyika pamoja. Kwa sababu gani? Yule mwovu anakuja anapanda magugu katika shamba la Mwenyezi Mungu. Tukiangalia katika sanctuary, shetani anajua kila kitu. Mahali Mwenyezi Mungu amekuwapo, ndipo sasa amekita mizizi. Hapo ndio amekalia. Maana Mungu presence yake iko katika patakatifu pa patakatifu. Sasa Yesu Kristo alipokuwa anaendelea na huduma katika chumba cha kwanza, wakati alimaliza kazi yake, akaenda katika chumba cha pili, katika kwenda kutengeneza mambo ya hukumu ya upelelezi, anaenda kuangalia na kupekua katika hali ya lengo ni kumdanganya na kukutoa kwenye utaratibu wa kumwabudu Mwenyezi Mungu katika roho na ukweli, uweze kumwabudu yeye. Kwa hivyo kupitia tena katika siku ya ibada wakampadilishia mwanadamu, wakaleta karibu. Sasa unaona leo na kesho inafanana kabisa, kwa sababu inakaribiana. Hata wengi wako very much confused, wanashindwa ni siku ya kwanza ama ni siku ya saba. Yaani wanashindwa. Wengi hata wamegeuziwa kabisa mpaka wanaona siku ya saba inaangukia siku ya mnyama mwenyewe ambaye ndio Sunday. Sasa shetani anaua watu kwa kupitia ibada, na kupitia hiyo ibada analetea kupitia kwa mafundisho mapotovu, akiyapotoa maandiko matakatifu. Na tuliangalia kwamba Yakobo alisema kwamba mtu awaye yote atakaishika sheria yote, ila akajikwa katika neno moja amekosa juu ya yote. Maana yeye aliyesema kwamba usizini ndiye aliyesema usifanye nini? Na ijapokuwa huku lakini umezini, umefanya nini? Umekuwa mvunja nini? Umekuwa mvunja sheria. Sasa ukivunja sheria, ujua kwamba automatically umetolewa kwa katiba ya Mwenyezi Mungu ambaye anatumia kuongoza wanadamu. Kwa hivyo unatakiwa kujihoji. Unatakiwa kufanya nini? Kujihoji. Je, ninamwabudu Mungu wa pekee wa kweli ama ninaabudu miungu mingine? Maana tumeangalia kwamba shetani hawezi akakuja moja kwa moja anasema kwamba ni abuduni. Hakuna atakayemwabudu shetani moja kwa moja. Sasa anakuja kiujanja. Unatakiwa kuangalia umeimarisha imani yako vipi? Umesimama katika firm platform, umesimama katika misingi ya ukweli, ama umesimama katika misingi ambayo haieleweki, misingi ambayo itakuja hata ivurugwe na upepo. Maana tunaambia kwamba tunatakiwa kujenga katika misingi imara. Yesu Kristo ndiye jiwe kuu la pembeni, na hakuna msingi mwingine utakaokuja kusimamishwa isipokuwa ule umekwisha kusimamishwa, ambaye ni nani? Yesu Kristo, ambaye alisema kwamba mimi ndimi njia, kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa nani? Kwa njia yake yeye. Sasa huyu ambaye tunaambia kwamba ni Mungu mmoja aliye na nafsi tatu, watu wanakwenda kwake kupitia nani? Na alituma mwana anaitwa nani? Maana ni Mungu mmoja, hagawi. Sasa Yakobo akaandika tena akasema kwamba Mungu habadiliki.
Kwake hakuna kugeuka geuka, ati leo mwana, ati kesho baba, ati kesho Roho Mtakatifu, ati kesho sijui nini. Kwake hakuna kubadilika. Nani ako na swali? Maana naona muda wangu ndo unakwisha. Nani ako na swali kuhusiana na hayo machache? Nani ako na swali? Nani aliye na swali? Ina maana imeeleweka eh? Imeeleweka sio? Haya Karibu sana Mesha. Kusoma andiko hilo. Baba, Neno na Roho Mtakatifu. Na watatu hawa ni umoja. Sasa anaposema kwamba Baba, Neno na Roho ni umoja. Umoja unaozungumzia hapo ni kuwa mmoja ama umoja katika utendakazi. Ni umoja katika utendakazi kama jinsi ambavyo tumesema kwamba, hebu nitoe hiyo kitabu ambacho mwalimu aliweza kuitoa. Kizungu inaweka watu vizuri. Agree. Yeah. Wacha ni utoe. Wana agree in one. Yaani lengo lao ni mmoja. Si ati kwamba ni mmoja. Yaani wameungana kwamba ni mmoja. Yaani one thing. No. Hiyo ndio kitu ambacho na wanapenda kuitumia hiyo pia waki-support hiyo. Yaani watu ambao wanatakiwa sana kuombewa tu, sababu jinsi ambavyo pia sisi tulikuwa kule hatukuweza kuielewa. Kwa sababu tunaangalia Trinity Doctrine inasema kwamba Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu ni Mungu mmoja. Yaani ni Mungu mmoja aliye na nafsi tatu. Yaani mmoja ako na ndani yake nafsi tatu. Yaani nafsi ya Baba, nafsi ya Mwana, nafsi ya Roho Mtakatifu. Mungu hapangwi kwa namna hiyo. Mungu amejieleza vizuri sana ndani ya maandiko yake matakatifu. Yaani ako wazi kabisa. God is one. Our God is one. He has his son Jesus Christ and the Holy Spirit of God and the Holy Spirit of Christ. The Spirit of God and the Spirit of Christ. Iko wazi kabisa. Sasa tunatakiwa hata kuangalia wanaoshuhudia mbinguni. Wanaoshuhudia mbinguni ni kina nani? Maana tunatakiwa kuangalia, tuende mbinguni pia tuweze kuchunguza wale ambao wako mbinguni. Je, ni hao watatu? Maana tukichunguza hiyo andiko vizuri, utakuta kwamba katika hiyo context haipatikani katika Biblia zingine. Sababu hata ukiangalia ya Good News kuna hata ingine ya Revised hauwezi pata maandiko kama hayo, inakuwa katika mabano. Si hata hiyo yenye umesoma siko katika mabano. Waliongezea, sababu hata ukiangalia mwanzo ya New Testament, mabano
Hebu wacha tuende hapo katika Matthew, tuseme Matthew 1:1 hapo page yenye imeandikwa maneno fulani hapo. Inasema kuna yale ambayo yako katika mabano, nasema maneno yaliyofungwa katika vifungo vya mviringo hivi, yani katika mabano, yanaleta maelezo au msaada. Hapa hivyo tunapata ongea na mfasiri, maana hayo maneno hayapatikana katika the original context. Ukienda katika the original context, sababu tunajua kwamba New Testament iliandikwa na lugha gani? Tunapo
Mtakatifu juu mbinguni, tunashukuru kwa ajili ya somo ambalo limetangulia. Umetufundisha tuweze kukujua na kukufahamu wewe, Mungu wa pekee wa kweli, uliyemtoa mwanao Yesu Kristo Yahshua aje akatufie msalabani ili tuweze kupata ukombozi tena, maana tumetanga mbali nawe. Dhambi zetu zimeweza kutufarakanisha nao. Utusaidie tunapoendelea kuchunguza maandiko haya. Shetani amefanikiwa pakubwa sana ili kuweza kufumba macho mwanadamu asiweze kujua yule Mungu ambaye anamwabudu. Shetani anataka ibada. Shetani anataka kupelekewa ibada. Anataka watu wengi waweze kumpelekea ibada ili aweze kumwaibisha Kristo. Lakini sisi tumekana na tumemkataa na matendo yake maovu. Tunasema kwamba mipango yake na maksudi yake, shughuli zake tunazikemea katika jina la Yesu Kristo. Tunasema kwamba utudhibiti mioyo yetu, utudhibiti hata akili zetu, utudhibiti hata katika kazi zetu. Mungu wetu, tunakuomba uweze kutusaidia tunapoendelea kupekua maandiko, tunapoendelea kuchunguza maandiko ili tuweze kupata jumla ya mambo ambayo shetani ameweza kunyang'anya kanisa lako. Utusaidie sana tunapoendelea kufanya hatua hii. Tunapopiga hatua, utusaidie tuweze kukujua zaidi, maana uzima wa milele ni kukujua wewe, Mungu wa pekee, na Yesu Kristo uliyemtuma, ili katika neno hilo iweze kututakasa tunapojiandaa katika ujio wa mwanao Yesu Kristo kwa mara ya pili. Zidi kuwa pamoja nasi katika kipindi hiki, hata katika masaa haya tunapoenda katika kipindi cha kula chakula cha kimwili. Zidi kuwa pamoja nasi na uvitakaze vyakula hivyo ili tutakavyokula viwe ni vyenye kutupa manufaa katika miili yetu. Mbariki msikilizaji yule ambaye amefuatilia kupitia kwa channel, na wale ambao wamekuwa hapo na mimi hapa, uweze kuwabariki na kutubariki sote kwa pamoja. Uweze kutusaidia tunapoendelea kujifundisha mambo haya. Mizuio yote ya shetani na kuomba uweze kuzikemea. Tusishindwe na majaribu yake, tusishindwe na hila zake, bali tuweze kuibuka washindi, maana tunajua ya kwamba wewe unapokuwa ndani yetu, mwanao Yesu anapokuwa ndani yetu, na sisi ndani ya mwanao, na sisi ndani yenu, tunajua ya kwamba tutaweza kushinda, maana ushindi ni hakika ndani ya Kristo. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen.